Mheshimiwa Waziri, ujio wako leo ni uthibitisho wa dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais ya kuimarisha huduma za jamii, hususan sekta ya elimu ambayo ndiyo msingi wa maendeleo endelevu wa taifa letu. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya elimu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa shule mpya, vyumba vya madarasa, nyumba za walimu pamoja na miundombinu ya vyoo. Mradi wa shule hii ya msingi Profesa Riziki Shemdoe ni sehemu ya juhudi hizo, ukilenga kupunguza msongamano wa wanafunzi, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza ufaulu wa wanafunzi wetu. Kwa sasa mahitaji ya miundombinu ya elimu bado ni makubwa kutokana na ongezeko la wanafunzi. Hivyo tunatoa rai kwa serikali kuendelea kutunga mkono katika upanuzi wa miundombinu ya elimu ili kukidhi mahitaji halisi ya wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, pamoja na mafanikio hayo, bado tunakabiliwa na changamoto kadhaa: upungufu wa vyumba vya madawati, upungufu wa vyumba vya madarasa na madawati, uhaba wa nyumba za walimu hasa maeneo ya vijijini, changamoto ya miundombinu ya barabara inayosababisha ugumu kufika baadhi ya shule, upungufu wa walimu katika baadhi ya masomo ya msingi. Tunaiomba serikali kupitia wizara yako kuendelea kutupatia msaada wa kifedha na kitaalamu ili kukabiliana na changamoto hizi na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za elimu. Mheshimiwa Waziri, napenda pia kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote walioshiriki kufanikisha ujenzi wa shule hii, ikiwa ni pamoja na wananchi wa kata ya Ngwelo kwa mchango wa nguvu kazi. Mheshimiwa Waziri, kwa kumalizia, tunakuahidi kuwa Halmashauri ya Wilaya ya Lushoto itaendelea kusimamia kwa karibu miradi yote ya maendeleo kuhakikisha thamani ya fedha inaonekana na huduma bora zinawafikia wananchi wetu. Karibu sana Lushoto, karibu sana Ngwelo, na tunakutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako ya kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Asanteni sana. Mafundisho kuanzia madrasa, lakini mpaka wanapofika uzeeni bado wanaenda msikitini na kukumbushwa. Basi na mimi nitaendelea kuwakumbusha wana Lushoto pamoja na wana Ngwelo kwamba uwepo wako wewe Mheshimiwa Waziri, uwepo wako wewe kama waziri wa TAMISEMI na kutoka kwako hapa ni upendeleo wa Mungu mwenyewe kwa wananchi wa Ngwelo na wananchi wa Lushoto kwa ujumla. Hicho kigelegele hakitoshi. Nimesikia cha 15 huko nyuma. Ngwelo wewe, ninasema tena, uwepo wa Mheshimiwa Riziki Shemdoe kutokea Ngwelo kwa Watanzania, kutoka Tunduma mpaka Pemba, kutoka Namanga mpaka Kigoma ni upendeleo wa Mungu mwenyewe kwetu. Na mimi nafurahi kwa sababu Wasambaa wanasema kila mchoma mwindi anaanza na wake, si ndio? Sasa profesa atakapokuwa anachoma mahindi kwa watu, nafikiri ataacha kwanza na Ngwelo. Tunaanza kuona mwindi wa kwanza hapa. Sasa jina la shule lenyewe linaitwa Profesa. Ole wako ufeli. Mmesikia wanafunzi? Wanafunzi wewe? Wanafunzi mpo? Jina la shule limeanza na Profesa. Ole wako ufeli. Unatakiwa na wewe profesa. Na ninaamini katikati yetu tutatoa maprofesa wengi sana. Mheshimiwa Waziri, naomba kupokea salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga. Alitamani sana kuwa na wewe katika ziara yako hii siku ya leo, lakini kutokana na wingi wa majukumu ameshindwa kufika. Amesema nikusalimie sana
na nikuambie mkoa wa Tanga uko salama kabisa. Lakini pia nikuhakikishie kwamba wilaya ya Lushoto iko salama kabisa, hata Wanangwelo wako salama. Mheshimiwa Waziri, ninaona hali ya hewa hii inaweza ikabadilika wakati wote, nisije nikapiga maneno mengi kama mkutano ni wangu. Huu mkutano ni wako, na wananchi hao wamekusanyika mahali hapa wakitamani kukusikia, lakini nikushukuru kwa kutuwekea jiwe la msingi katika madarasa haya, na tunafahamu kwamba baada ya muda mfupi ujenzi wa shule hii utakamilika kwa 100%. Tunakuahidi kuendelea kusimamia, kufuatilia, kushauri na kuhakikisha kwamba fedha ya serikali inaletwa inatumika kama ambavyo inapaswa kutumika. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema haya machache, naomba nitumie fursa hii kukaribisha, lakini kabla sijakukaribisha nikuombe ukiridhia, baada ya hotuba yako na baada ya mwisho wa hotuba hii, basi tuingie kwenye darasa moja hapo kwa ajili ya kukutana na waheshimiwa madiwani. Nitegemea mwenyekiti angesema, lakini namsaidia mwenyekiti wangu. Waheshimiwa madiwani, nataka niwasaidie nikiwa na waziri kwenye darasa moja pale. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa inaendelea kusimamia uboreshaji wa miundombinu ya elimu nchini ili kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kitanzania anapata haki yake ya elimu ya msingi, sekondari katika mazingira mazuri. Ujenzi wa shule hii ni sehemu ya utekelezaji wa azma hiyo. Ndugu zangu, ujenzi wa shule hii ni utekelezaji pia wa ilani ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, pamoja na maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kila mtoto aliyefikisha umri wa kwenda shule anapata haki ya elimu katika mazingira bora na rafiki. Ili kufikia azma hiyo, serikali imetoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali ya elimu, zikiwepo maabara za sayansi za shule za sekondari, vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo, maktaba za kujisomea, mabwalo ya vyakula, jiko, stoo, daharia, nyumba za watumishi pamoja na mabweni. Kazi kubwa imefanyika kupitia miradi mbalimbali ikiwepo mradi wa BOOST ambao ndio umeleta fedha kwa kujenga shule hii, lakini mradi wa P4R tumeona kuna madarasa yamejengwa pale shule ya msingi Ngwelo, kuna ukarabati umefanyika pale kwa Manolo, lakini pia miradi ya GPE, TSP, SEQUIP na miradi ya Uviko. Endeni mkafanye interview vizuri kwa kujiamini. Msipojiamini utarudi na maksi ambazo ni za chini sana, na itakuwa ni usumbufu kwa viongozi wenu kuwasemea. Nendeni mkajitahidi kufanya interview vizuri. Nielekeze pia walimu wa shule hii kufanya kazi kwa bidii, weledi na kujituma ili kuhakikisha malengo yaliyotarajiwa kwa ujenzi wa shule hii yanakamilika. Aidha, wazazi na walezi mna jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa watoto wanahudhuria shuleni na wanapata mahitaji yao muhimu ya kuanzia. Nimesikia wakati nasomewa taarifa hapa kwamba shule hii itaanza na watoto 45 ambao tutawatoa kwenye shule hizi zinazozunguka maeneo yetu kwenye kata hii. Kwa hiyo watoto hawa waanze mara moja ili shule hii iweze kuendelea vizuri. Ndugu zangu, kutokana na ongezeko la wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028 ambapo watoto wote watakaokuwa wanamaliza darasa la 7 na watoto wote watakaokuwa darasa la 6 mwaka huo, wote wataenda kidato cha kwanza. Kwa hiyo watoto hawa waanze mara moja ili shule hii iweze kuendelea vizuri. Ndugu zangu, kutokana na ongezeko la wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028 ambapo watoto wote watakaokuwa wanamaliza darasa la 7 na watoto wote watakaokuwa darasa la 6 mwaka huo, wote wataenda kidato cha kwanza.
Kwa hiyo tunategemea kuwa na madarasa mawili yanayokwenda kuingia kwenye darasa moja, yaani kidato cha kwanza. Tumesikia hapa tunatakiwa kuwa na vyumba vya madarasa vipya zaidi ya 100. Hapa ukijumlisha madarasa yaliyoko hapa yako 9. Kwa hiyo amesema hapa afisa elimu mkoa kwamba anaweza kwa kushirikiana pia na Wizara ya Elimu na wizara yangu ninayoiongoza, tunaweza kupelekea pengine shule hii ikawa moja ya shule za sekondari ambazo zitachukua wale watoto watakao kuja mwaka 2028. Kwa hiyo tunachowaomba ndugu zangu, wale ndugu zetu ambao wana maeneo ambayo yanazunguka eneo hili, ili shule hii iweze kupata uhalali wa kuwa sekondari, basi ni waombe tukubali kuachia maeneo yetu hapa ili tuweze kujenga bwalo, ili tuweze kujenga maabara 2, ili tuweze kujenga mabweni. Kama kazi hii itafanikiwa, tutakuwa na uwezo wa kuleta watoto hapa kutoka kata hii ya Ngwelo, kutoka kata ya Kwemshasha ambayo iko jimbo la Mlalo, kutoka kata ya Hemtoye ambayo iko jimbo la Mlalo, kutoka kata ya Kilole jimbo la Lushoto, lakini pia kutoka kata ya Umba. Wale wajahaja kitivo haja watakuja wasome hapa. Nini maana yake? Watoto wale watakapokuwa wanasoma hapa, kama shule hii imekuwa ya bweni ya Jamahagi Tioima, Mlezi hoye! Niwashukuru tena kwa heshima hii. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Lushoto, Mungu ibariki Ngwelo, Mungu ibariki shule ya msingi Profesa Riziki Shemdoe, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.